Safari ya ajabu ya Toto na nuru ya msitu. Kulikuwa na kijiji kidogo kilichozungukwa na milima mirefu na msitu mkubwa uliotajwa kuwa wa ajabu sana. Kijiji hicho kiliitwa kijiji cha Mwanga, si kwa sababu kilikuwa na umeme mwingi, bali kwa sababu watu wake walikuwa na mioyo yenye upendo na matumaini. Watoto walicheza kila siku huku wakisikiliza hadithi za wazee kuhusu msitu ule uliokuwa karibu nao, msitu uliodaiwa kuwa na siri nyingi na viumbe wa ajabu. Miongoni mwa watoto hao alikuwepo mvulana mmoja aliyeitwa Toto. Toto alikuwa tofauti kidogo na wenzake. Wakati wengine waliogopa kusogea karibu na msitu, yeye alitamani kujua yaliyokuwa ndani yake. Alikuwa na macho yenye kung'aa kwa udadisi na moyo uliojaa ujasiri. Siku moja jioni, bibi yake Toto alimuita na kumwambia, "Usije ukajaribu kuingia msituni peke yako. Kuna mambo ambayo hayahitaji tu ujasiri, bali pia hekima." Toto alitikisa kichwa kuonyesha anaelewa, lakini ndani ya moyo wake alihisi kuna kitu kinamvuta kuelekea msituni. Usiku huo, Toto alilala lakini hakuweza kupata usingizi mzito. Alikuwa akifikiria juu ya msitu na hadithi alizosikia. Ghafla alisikia sauti ya ajabu ikimuita kwa upole, "Toto . Toto alishtuka kidogo lakini hakuhisi hofu. Sauti ile ilionekana ya kirafiki. Alinyanyuka polepole na kutoka nje ya nyumba yao. Mwezi ulikuwa unamulika kwa mwanga hafifu na upepo mdogo ulipuliza majani kwa sauti ya kunong'ona. Alipoingia ndani ya msitu, alishangaa kuona kuwa haukuwa wa kutisha kama alivyodhani. Kulikuwa na mwanga wa ajabu uliotoka kwenye miti na maua yaliyong'aa kama nyota ndogo. Ndege walikuwa wakilia kwa sauti za kupendeza na hewa ilikuwa safi na yenye harufu nzuri. Akiendelea kutembea, Toto alikutana na kiumbe mdogo aliyefanana na sungura lakini alikuwa na mabawa madogo. "Karibu, Toto," alisema kiumbe huyo. "Tumekuwa tukikusubiri." Toto alishangaa, "Mmenisubiri? Kwa nini mimi?" Kiumbe huyo alitabasamu na kusema, "Kwa sababu una moyo safi na ujasiri wa kweli. Msitu huu unahitaji msaada wako." Toto alihisi mchanganyiko wa furaha na hofu. "Msaada gani?" aliuliza. Kiumbe huyo alimweleza kuwa nuru ya msitu ilikuwa ikififia polepole kwa sababu jiwe la mwanga lililokuwa katikati ya msitu lilikuwa limepoteza nguvu yake. Bila jiwe hilo, msitu ungeanza kufa na hatimaye kijiji cha Mwanga kingeathirika pia. "Ni nani anaweza kulirejesha nguvu?" Toto aliuliza kwa haraka. "Ni wewe," kiumbe huyo alijibu kwa sauti ya upole. "Lakini safari haitakuwa rahisi." Toto alikubali kusaidia. Aliongozwa na kiumbe huyo pamoja na viumbe wengine wa msituni kama ndege wenye rangi za ajabu, vipepeo wanaong'aa na hata kobe mwenye hekima aliyekuwa akitembea polepole lakini akizungumza kwa busara. Walipofika kwenye sehemu ya ndani kabisa ya msitu, walikuta jiwe lile likiwa limepoteza mwanga wake. Lilikuwa kama jiwe la kawaida tu. Kando yake kulikuwa na kivuli kikubwa kilichofanana na moshi mweusi. "Kivuli hiki ndicho kinachonyonya nguvu ya jiwe," alisema kobe yule. "Kinakuwa kwa hofu na tamaa." Toto alihisi baridi kidogo, lakini alikumbuka maneno ya bibi yake kuhusu ujasiri na hekima. "Usipigane nacho kwa nguvu," ndege mmoja alisema. "Tumia moyo wako." Toto alisimama mbele ya lile kivuli. Alifunga macho yake na kufikiria juu ya mambo yote mazuri aliyoyajua, upendo wa familia yake, kicheko cha marafiki zake na uzuri wa kijiji chake. Alianza kusema kwa sauti, "Hapa hakuna nafasi ya giza. Hapa kuna mwanga." Kivuli kile kilianza kuyumba kidogo. Toto aliendelea kuzungumza kwa ujasiri zaidi, "Ninaamini katika wema. Ninaamini katika mwanga." Polepole, kivuli kile kilianza kutoweka kama moshi unaopeperushwa na upepo. Kadiri kilivyopungua, jiwe lile lilianza kung'aa tena. Mwanga wake ulienea haraka, ukimulika msitu wote. Viumbe wa msituni walishangilia kwa furaha. "Umefanikiwa, Toto," walipaza sauti. Toto alitabasamu, akihisi furaha kubwa moyoni mwake. Aligundua kuwa nguvu ya kweli haikuwa katika misuli, bali katika moyo na imani. Baada ya hapo, kiumbe yule mdogo alimwongoza Toto kurudi nyumbani. "Usisahau ulichofanya leo," alimwambia. "Kila mtu ana mwanga ndani yake." Asubuhi ilipofika, Toto aliamka kitandani kwake kama kawaida. Alifikiri labda yote ilikuwa ndoto, lakini alipofungua dirisha lake, aliona mwanga wa ajabu uking'aa kutoka msituni kwa uzuri zaidi kuliko. Alitabasamu na kujua kuwa safari yake ilikuwa ya kweli. Kuanzia siku hiyo, Toto hakuwa tena mvulana wa kawaida tu. Alikuwa mvulana aliyebeba siri ya mwanga, na kila alipowaona watu wakihuzunika au kuogopa, aliwakumbusha jambo moja muhimu, kwamba ndani ya kila mtu kuna mwanga unaoweza kushinda giza lolote. Na hivyo, hadithi ya Toto na msitu wa ajabu iliendelea kusimuliwa kizazi hadi kizazi, ikiwafundisha watoto wote kuwa ujasiri wa kweli unatoka moyoni, na hata mtu mdogo anaweza kufanya jambo
then this is your home. Please don't forget to subscribe right now and tap that bell so you never miss a single update.